Halo, mambo vipi? Karibu tena katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya JavaScript. Leo tutakwenda kuangalia variable katika JavaScript. Kabla ya kwenda moja kwa moja katika variable ya JavaScript, ni muhimu tuitambue variable ni nini, kwa sababu ni hitaji la msingi katika computer programming zote. Variable ni, kwa mfano, tunaweza kusema ni sanduku linalohifadhi vitu, lakini katika computer programming tutasema kwamba ni sanduku linalohifadhi data. Naweza tukaita kwamba ni label au ni jina linalobeba taarifa au utambulisho unaobeba taarifa fulani au data ndani ya computer programming. Na tutakwenda kujifunza leo ni mambo yafuatayo. Leo tutakwenda kuangazia vitu, kwanza maana yenyewe ya variable tumeshaitazama kwa ujumla, ambao pia ndio maana katika JavaScript. Lakini tutakwenda kutazama aina ya variable ya JavaScript, tutazama syntax yake ya kuandika variable. Lakini pia tutaangalia kudeclare ni nini na assign ni nini na sifa za variable katika JavaScript. Twende kwenye text yetu tuweze kuelewa nini ambacho tunaweza kukizungumza hapa. Tunapozungumzia JavaScript ni container vile vile kwamba ambapo linahifadhi data, lakini pia tunapoenda kuwatazama aina ni kwamba aina katika za variable katika JavaScript inakuja kama jambo muhimu. Kwa sababu gani? Katika JavaScript swala la kusoma variable ni swala ambalo ni muhimu sana, kwa sababu yenyewe imekuwa na variable tofauti katika historia. Kabla ya mwaka 2015 palikuwa na variable inaitwa var, sawa, na huko nyuma wanasema palikuwa na variable pia ambayo ilikuwa unaweza kuiandika moja kwa moja pasipo kufanya baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi, sawa. Usingeweza kudeclare, ulikuwa unaweza tumia moja kwa moja. Hata kwenye Python unaweza kuona kitu kama hicho. Si mtaalamu wa Python, lakini nimeona kitu kama hicho kwamba huhitaji kuandika keyword. Sasa katika JavaScript kuna aina nne. Moja ndio hiyo ambayo mimi sikusoma, lakini nazifahamu ni kwamba ni hizi tatu sasa hivi, ambayo ya mwisho ilikuwa ni ya mwaka 2015 na unaweza ukaitumia sasa, lakini wanasema si nzuri. Ambapo ya sasa za sasa ni mbili ambazo ni rate na const, na za nyuma ndio hiyo moja ambayo ulikuwa una declare moja kwa moja automatic, alafu na nyingine ni hiyo ambayo imekuwa tunaita kama old, imepitwa na wakati, mwaka 2015 ambayo ni var. Sasa unazijuaje? Ni kwamba ya kwanza sasa hivi tuanze na sasa hivi, utofauti wake unajengwa kutokana na script na keyword. Keyword ndio zinasababisha tuweze kujua tofauti zake. Sasa tofauti ya kwanza, type yake ya kwanza tunasema ni rate kwa sasa hivi, inafuatiwa na const na inafuatiwa na var ambayo na yenyewe imepitwa na wakati, alafu na hiyo nyingine ambayo wanasema ilikuwa una declare automatic. Sasa hiyo mimi sikusoma na sijui na hakuna natumia kwa sasa. Kwa hiyo hizi ndizo unaweza kusema ni type za variable katika JavaScript. Sasa tunaposema namna ya uandishi, syntax yake ikoje? Syntax yake katika uandishi wa variable za JavaScript ni kama ufuatavyo. Kitu cha kwanza, lazima uhakikishe kwamba unaandika keyword, na unapoandika keyword katika kuandika variable, maana yake tunasema una declare. Kudeclare maana yake una declare kwamba hiki ninachokienda kukiandika ni variable. Ndio kinachomaanisha kwamba kudeclare maana yake una declare kwamba hiki ninachoenda kukiandika ni variable. Na una declare vipi? Ni kwa kutaja keyword. Hilo neno la keyword. Kisha aliandika kwamba rate, maana yake una declare. Na hatua ya pili ni kwamba unakwenda kuassign. Kuassign ni pale unapoandika jina la variable halafu kaweka iko sign na ile alama ya sawa sawa. Hapo unakuwa una assign. Kwa sababu ukishaweka sawa sawa, maana yake ndani yake natakiwa utaiwekea nini variable, au utaiwekea data. Itakuwa ni string, itakuwa ni nini, maana yake unaenda kuiwekea data. Kwa mfano hapa nimesema rate, hapo maana yake nimedeclare lakini bado sija assign. Kwa assign tutoe mfano labda rate tutaipa x. Sawa? Xx ni sawa sawa. Nikishafanya hivyo maana yake na assign. Ninachokwenda ku assign sasa hivi nasema labda naenda ku assign ni 300. Na kuja kwenye const nasema pia nakwenda ku assign. Nakwenda ku assign tuseme yy ni sawa sawa na 400. Na kwenda kwenye var nimesha declare na kwenda kuandika z sawa sawa na 500. Hivi manake ndio namna, ndio syntax yake ya uandishi wa variable katika JavaScript. Manake unaanza na keyword ambao ukishafanya hivyo manake umedeclare, utakwenda kuassign
ambapo utachukua neno na kuweka ile jina lake la variable, utaweka na alama ya sawa sawa, alafu ndani utakachoweka maana yake itakuwa ndio value. Maana yake hii value itakuwa imebebwa na hii jina na variable, ambapo variable ni rate na jina lake, ni keyword na jina lake, hiyo ndio variable. Sasa baada katika JavaScript tukishaandika hivi, si kwamba tutaendelea kuandika kile tutakayoendelea kuitumia tutaendelea kuwa tunaiassign, tunaandika kwamba tunaichukua rate tunaandika x. Hapana, tukishaibeba tu x tukaondoka nayo, maana yake tayari browser inatambua kwamba hii ni variable. Sasa tujaribu ku print. Tutatumia document.write. Sawa, ndani nitakwenda nitaweka xx. Sawa, labda taandika yy, taandika zz. Nikisave na nikarun, taona tokea 300 400 na hiyo sasa zimeungana, tuweze kuzitenganisha. Nadhani tukitumia tuziprint tofauti tofauti ili ziweze kueleweka kwa wepesi. Sawa, tutatoa hii ya juu, tutatoa pia hii hapa, tutabaki na yy, tutabaki na zz. Itabidi ndani tuweze kuweka nani, tuzitenganishe, tuweke hiyo ndani, tuweke tuweze ku break line, copy hii kama kawaida. Kwa unaweza kaona hapo, ya kwanza ni 300, ya pili ni 400, na hii zote zimeweza kutokea. Kwa hiyo tumeweza kufanikiwa namna ya kuweza kuandika variable. Kwa unaandika keyword, kitendo cha kuandika keyword yake maana yake umedeclare, na unapokwenda kuandika jina la variable maana yake tayari umefanya nini, ukiandika jina la variable na hii iko sign, maana yake tayari una assign variable, na baada ya hapo utaweza kuweka value ndani yake. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza ukaandika variable katika JavaScript. Huko mbeleni tutakwenda kutazama namna gani tofauti zake. Sasa tuende kwenye kipengele cha pili katika namna gani unapaswa kuandika jina la variable katika JavaScript. Kuna vigezo ambavyo tunatakiwa kuzingatia. Kwa mfano, hii ya kwanza tuseme labda tunaiwekea namba 6. Hutaki kuweka namba nyuma ya variable. Kwanza na namba, unatakiwa uanze na herufi. Sasa unaweza kuanza na $sign, alama ya ile ya $sign kwa mfano hii, kwa sababu JavaScript inaitambua $sign kama herufi. Lakini unaweza kuanza na underscore. Sawa, kwa mfano tukaanza na underscore, itaitambua kama herufi, itakubali. Kwa mfano hapa nikisema underscore, pia hapa nitaweka underscore, pia hapa nitaweka underscore. Bado nikiprint, nikisave na nikarun, utaweza kuona hakuna kitakachobadilika. Itaendelea kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu browser inatambua na JavaScript inatambua kwamba hii ni variable. Browser inatambua hivyo. Lakini pia nikiweka $sign, kwa mfano tukienda tufanye hivi, tuandike variable, hii nani, $sign, sawa. Sehemu zote zenye underscore tuweke $sign, ndio to place, tuandike find underscore, alafu tuta replace $sign. Sawa, nikienda nika save na nika run, hakuna kitakachobadilika. Kwa nini? Kwa sababu inaitambua $sign kama
kama herufi. Sasa tuangalie labda kitu kingine. Kwa mfano labda nikisema niweke namba. Nikisema niweke namba, kwa mfano nikisema niweke namba 5. Unaona nakataa, haiwezi kukubali. Sawa, haiwezi kukubali. Tuje labda kwenye finding hapa tuweze replace, tuseme kila kwenye $sign, tuweze kuweka namba 5. Tumia namba 5. Ndio, nikisave na nikarani, haiwezi kubana, na tayari imeweza kuhighlight kwa sababu haitambui. Imetoka kwa nini? Kwa sababu haitambui kwamba haikubali. Lazima uanze na nini? Na herufi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni vya msingi ambavyo tunatakiwa kuvizingatia tunapokuwa tunaandika hizi names za variable. Kitu kingine ambacho naweza kusema kitu kingine ambacho tunaweza kujifunza hapa ni swala la herufi. Kwa mfano hii x nikiifanya ikawa ya herufi kubwa, haiwezi kutambua kwa sababu katika JavaScript jina katika la variable ni sensitive sana. Kwa hiyo x kubwa na x ndogo ni vitu tofauti. Nikienda nika print haitaweza kuitambua hii kwa sababu itakuwa ni vitu tofauti. Wewe tuweke $sign kama kawaida sababu kuna $sign. Kienda tuka save na tukarani, hakuna kitu, imekataa kwa sababu hapa kuna variable ambayo tumeweka huko ndani ambayo sio sahihi. Nakataa. Sawa. Kwa hiyo lazima uweke iwe katika udogo ambao pia upo katika herufi ndogo. Ukiweka kawa nani kubwa inakataa. Unaona? Kwa usije ukachanganya ukafikiri kwamba labda kwa sababu ni herufi kubwa. Hapana, ni case sensitive, lazima iwe na herufi. Kama herufi ndogo basi iwe herufi ndogo. Usiandike juu afu chini ukaweza kutofautisha. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ndio mambo ya msingi ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Na kama unahitaji kuandika namba inakubalika, lakini namba hutaki kuanza nayo mwanzo. Kwa mfano hapa nikija nikaandika 6 na hapa nikaandika 6. Nikisave na nikarun, inaendelea kubaki vile vile. Kwa nini? Kwa sababu inakubali kwamba unaweza kaandika namba lakini usianze nayo. Sawa, lakini pia unaweza kuweka underscore katikati. Kwa hiyo hivi namna ambavyo ni basics, namna ambavyo unatakiwa kuandika variable, na pia namna ambayo unatakiwa kuweza kuweka vigezo ambavyo unatakiwa kuzingatia katika kuandika variable. Usichanganye kaanza kuandika namba, itakataa. Lakini pia usije kaandika juu herufi kubwa labda unakuitumia huko mbele ukakosea sehemu kaandika herufi ndogo. Haitaweza kukubali kwa sababu ni case sensitive sana kwenye swala la JavaScript. Kwa hiyo hii ni basic ya kwanza ambayo nataka tujifunze kuhusu uandishi wa variable ndani ya JavaScript. Niseme asante kwa kutazama video hii yote. Naomba tukutane katika video itakayofuata kwa sababu nitaelekeza tofauti wa hizi keyword, matumizi yake hizi variables na utofauti. Na unaweza kudhani ziko sawa, kuna wakati unaweza kaitumia var katika mazingira fulani ikakataa. Kwa sababu var inaweza kukubali kwa mfano kwenye kuhosti, lakini hizi zingine zikakataa kufanya hosting, ikakataa, na baadhi ya case mbalimbali ambazo tutazungumzia katika video inayofuata. Usikose kwa sababu ni muhimu sana. Hii ni case ambayo ni muhimu sana katika JavaScript, kujua tofauti hivi vitu na ujue unapoandika code, ujue unachokifanya ni nini. Usizichukulie jumla kwamba zinafanana. Unaweza ukazitumia ukashangaa code zinakaa, program unaweka unashangaa inaleta changamoto kwa sababu kuna utofauti wa hivi vitu, wa hizi keyword katika matumizi ya hizi variable katika JavaScript. Kwa hiyo niseme kwamba katika video hii inatosha. Nikuweza kuomba tu katika video hii nikushukuru kwamba umeweza kutazama video yote, lakini nikuombe tu kwamba uweze kucomment, uweze kulike, kushare, kubofya notification kwa wewe ambaye tayari umesubscribe, lakini kwa wewe ambaye hujasubscribe nikuombe uhakikishe video hii haipiti bila kusubscribe kwa sababu hii inanihamasisha katika kufanya kazi hii ambayo pia ni ngumu sana. Asante sana, tukutane katika video itakayofuata.